ya Kariakoo. Ni mechi kwa sababu wanasema dabi iko vyovyote, sio maneno yanakuwa mengi sana kwenye dabi. Mechi tofauti ambayo inakuwa inampima Young Africans kwenye ligi hii ni mechi dhidi ya Azam FC. Ulitarajia matokeo ya aina ile mbele ya Azam? Mimi binafsi niliamini itakuwa mechi ngumu sana, na nilitaraji zaidi ugumu huo kwamba pengine tungeweza kuona ukawa mkubwa zaidi, lakini ni heko kwa Yanga kwa sababu magoli yote mawili yalipatikana kwenye transition ama yalipatikana kwenye muda ambao hakukuwa na mawaa ama hakukuwa na kigugumizi kuhusiana na kile ambacho walikuwa na display. Ni wapongeze kwa sababu walifanya vitu vingi positive dhidi ya Azam FC na walifanya vitu vingi vizuri dhidi ya Azam FC. Kitu bora zaidi kwa upande wao ni namna ambavyo walikuwa wanaweza kufanya matendo machache kwa usahihi, lakini miongoni mwa mechi nzuri zilizovutia kutazama ilikuwa ni mechi ile kwa sababu kila kitu kilikuwa kinafanyika kwenye namna iliyo bora sana. Azam sio timu nyepesi hivyo, wala sio timu ya kuipuuza hivyo. Walikuwa na kila kitu kizuri kwenye mchezo huo, lakini walikutana na Young Africans ambao walikuwa wanafanya vitu vingi bora kwenye transition, walikuwa wanawatoa kwenye reli, walikuwa wanafanya vitu vingi ambavyo ukiwa na timu yoyote makini, timu yoyote nzuri, unaweza kufanya na ukaweza kudevelop kile ambacho ulikuwa unahitaji kuweza kukidevelop. Binafsi niliona angalia goli la kwanza kwenye wakati ambao Azam wanamiliki mpira, wanapo kwenye comfort zone, ndio muda ambao Yanga walianzisha shambulizi la kwanza haraka. Akili kubwa sana ya Alan Okello kwenye kuachia pasi ile, kwa sababu angekuwa mtu mwingine angetaka kulazimisha kule ambako Dube amesimama ama anaelekea haraka, lakini akavuta muda, akasubiri Dube akimbie kwenye nafasi sahihi, akachomeka pasi katikati ya wachezaji wawili wa Azam katikati ya ukuta. Na kuna siku nilikuwa napiga story na mwalimu mmoja, akawa ananiambia, "Wewe striker kimbia, nionyeshe tu kwamba unaelekea wapi, mimi nitaweka pasi kwenye njia." Ni kama Okello ambavyo alikuwa anafanya. It's like alikuwa anamwambia tu kwamba wewe Dube kimbia tu kwenye njia, mimi nitakuonesha wapi ambapo naileta hiyo pasi. Kwa hiyo performance yake ilikuwa bora sana kwenye eneo hilo, na ilikuwa na sababu nyingi za kuweza kudeliver kitu cha tofauti kwenye goli lile. Lakini goli la pili pia makosa yale kwenye transition, Yoro Jabi anajaribu kuhamisha mpira upande mwingine, pasi yake na kwa fupi, Yanga wanauwai tena ule mpira, Juka Buya ana intervene, anaucheza kwa Okello anagonga pasi nyingine ya maana sana kwa Prince Mpumelelo Dube, ambaye kukimbia kwake kwenye njia kunatengeneza mazingira mepesi kwa mfungaji wa bao la pili kwa maana ya Maxim Pia Nzengeli. Kwa hiyo binafsi ni wapongeze sana Yanga walivyocheza na kushinda mechi yao. Walikuwa na performance ambayo ilistahiki pengine kupata matokeo waliyopata. Sawa, wachezaji wanaweza kuja hapa labda wakawa hawaperform vizuri. Lakini je, haukumfuatilia nje ya hapa? Yani ligi ya Uganda nipo karibu, amecheza pale karibia miezi 9 nafikiri. Basi ndio ache ligi ya Uganda. AFCON alikuwepo. Ache ligi ya Uganda. Yaani mchezaji anachezaji AFCON, timu ya taifa ya Uganda, anaenda mpaka AFCON. Alafu wao kuchezea ndanda. Wakati nyinyi wachezaji wenu hapa tu hapo kibao wanabaki mtaani, hawaendi kucheza timu ya taifa ya Tanzania. Unajua sisi tatizo ambao mimi naliona Tanzania, na ili wala hatufundishwi shule. Ni tu akili zetu za kuvukia barabara zinatosha. Yaani tuna ujinga mwingi wa kupenda kulinganisha wachezaji ambao ili mradi tu ni kiushabiki, ku discourage vitu. Yaani leo hii kwa mfano kwa performance tuchukulie tu wachezaji walioingia dirisha dogo. Mimi leo ukiniambia wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye timu kama Simba na Yanga walioingia dirisha dogo wameperform. Alan Okello anaongoza kwa assist. Hapa nakuja. Tunaenda kwenye dunia mpya, alafu utarudi hapa utuelezee. Saa 12:59 hivi sasa kwa majira Afrika Mashariki. Mnasikiliza Bao la Asubuhi kutokea hapa Mikocheni, Bongo FM, Dar es Salaam. Ni muda mzuri sana wa kupima nguvu yao dhidi ya nguvu ya taasisi ya kijeshi. Sawa. Mimi naomba nipate kusikia kutoka kwako kile ambacho ulikuwa unazungumza hapa ndani juu ya wachezaji ambao viwango vyao vimekushangaza hata wewe mwenyewe binafsi kuanzia usajili wa dirisha dogo.
Nafikiri vinawashangaza wale wachezaji wa kawaida kama kina Lani Okello. Mimi hawajanishangaza sababu nilikuwa najua mpira ni mchezo mchakato. Si kila mchezaji akiingia na kliki hapo hapo. Kwa hiyo kuna mchezaji kama Lani Okello anafanya vizuri sana, na kwenye ukisoma watu waliotoa assist nyingi kwenye ligi, Lani Okello is there. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye unaweza ukafikiria tu kwenye akili, ndio ngasema inahitaji akili ya kuvukia barabara tu. Huyu kaingia dirisha dogo. Leo hii yuko top kwenye watu wanaotoa assist nyingi kwenye ligi. Alafu kuna mtu ndio ananiambia alisema Lani Okello ni wa kucheza ndani. Maana serikali naiunga mkono kuzuia bangi. Alafu kuna mchezaji mwingine kama kina Niseteura, hawa wote ni wachezaji ambao wamekuja, kina Libasege wamekuja dirisha dogo lakini wana perform vizuri. Lakini lazima ujue tu kwamba kwenye mpira ni mazingira gani mchezaji anacheza, yuko kwenye wakati gani. Kwa hiyo kwa mfano kama Lani Okello, chukulia mfano alikuja kwenye Yanga ambayo aliikuta kwanza imedrop form, iko chini. Timu nzima collectively ili drop. Huyu mchezaji utakawe nani? Awe Messi kwenye hiyo timu. Yeye ndo amekuja kuwa savior kwenye timu. Haiwezekani. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo kiuhalisia tu mchezaji anafanya vitu uwanjani, unajua kabisa yule ndio alivyo, ndo uwezo wake. Kwa mfano pasi alompa assist Dube kwenye mechi ya Azam juzi. Yaani Lani Okello, unaona hii pasi amepiga sio kwamba amebahatisha. Huu ni uwezo wa mtu kujua kwamba wakati huu natakiwa kupiga pasi sehemu gani. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri wachezaji ambao wanafanya vizuri sasa hivi wengi, ukimchukulia Lani Okello, Niseteura, kina Libasege, ni wachezaji ambao wamekuja kwenye kipindi ambacho timu zilikuwa zina uhitaji wa kuongeza watu kweli, nao wameingia wameongeza thamani kwenye vikosi. Kwangu mimi Lani Okello kanikumbusha pasi alompigia Dube, ile ni pasi ambazo alikuwa anapiga Riyad Mahrez, pasi ambazo unapiga nyuma ya mgongo wa mabeki. Kwangu mimi ilikuwa perfect kweli kweli, kwa sababu ukichelewa kupiga pasi maana yake unempigia ana uwezo wa kwenda kuwa kwenye offside position. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni pasi iliyopigwa kwa wakati, pasi ambayo ilipigwa kwenye eneo sahihi, na ndio maana ilikuwa execution yake ni nyepesi hata kwa Prince Dube kuchagua anamfungaje goalkeeper. Na ukitazama sio pasi yake ya kwanza kwa Dube, hata ile mechi ya kwanza Yanga waliocheza dhidi ya, nafikiri walicheza dhidi ya Azam, alicheza na KVZ, Yanga alicheza na timu mojawapo ya pale Zanzibar. Na performance yao haikuwa mbaya, ilikuwa ya kuvutia sana. Kwenye ule mchezo wa kwanza waliocheza na ile timu mojawapo ya pale visiwani Young Africans, kuna pasi kama ile kwenye goli la kwanza alipiga Lani Okello kwenda kwa Dube vile vile, na ilikuwa ni pasi ambayo haina mawaa. Kwa hiyo binafsi nafikiri anaendelea kuimprove, lakini pia playmaking ability yake inazidi kuimarika, kwa sababu mara ya kwanza tuliona kumfanyia vile Mudathiri Yahya kwenye mchezo ule dhidi ya Pamba, alikuwa na wakati mzuri, lakini sasa hivi kaenda kuifanya pale kwa Prince Mpumelelo Dube, na kuna muendelezo wa kile ambacho anaendelea kufanya sasa hivi. Inawezekana ikaje kaendelea kuleta performance nyingine iliyo bora kwa kadri siku ambavyo zitazidi kuendelea huko mbeleni. Sawa sawa. Saa 1:09 kwa majira ya Afrika Mashariki, na mzungumzia Young Africans, tunazungumzia mchezaji Baka. Baka huyu hapa kwanza. Mechi kwa muono wangu ilikuwa nahisi walikuwa wanajaribu kumiliki mpira na sisi wao tunaachia kidogo kumiliki mpira, lakini kikubwa ambacho ilikuwa tumekubaliana kwenye counter attack zetu lazima zimalizie golini. Kwa hiyo Mungu atujalia katika zile ambazo tumezifanya, basi mbili tumeweza kufanikiwa. Yes, huyo ni Baka, amepewa maua mengi sana juzi baada ya mchezo wa Azam. Nafikiri labda kwa sababu sijui, yani kiwango chake kilikufurahisha kwanza? Mimi Baka kwangu alichokuwa anafanya wachezaji wake, kwa hiyo sijui kwa hapa Tanzania, lakini kwa tangu nimemwona ameingia kwenye kikosi cha Young Africans sijaona mtu kwenda kumtoa Baka. Labda yeye amue siku kwa kadi nyekundu awe suspended ndio utamkosa, lakini
akiwa Aumu sijamuona kocha ambaye anaweza kuwa na confidence ya kumweka baka bench. Tukitazama mchezo mwingine ambao ulichezwa weekend hii ni mchezo wa Simba Sport dhidi ya Mlandege. Maoni yalikuwa mengi sana before game na mawazo yalikuwa mengi sana before game. Je, dabi nyingine itakwenda kuchezwa kufuatia dabi ambayo ipo tayari kwenye kalenda ya ligi tarehe 3 Mei, na sasa jana rasmi Simba Sport wamefanikiwa kuingia kwenye dabi ya Kariakoo baada ya Young Africans kutangulia finali siku iliyopita, yani Jumamosi. Jumapili Simba naye kafanikiwa kwa mabao 3. Kipindi cha kwanza kwa kina utofauti na kipindi cha pili. Tofauti ya vipindi hivi viwili natamani kupata kutoka kwenu. Nini ambacho kilikuja kubadilika kwenye kipindi cha pili na kusababisha Simba kuondoka na ushindi huo? Kwangu nafikiri tofauti iliyokuwepo ni mabao. Kwa maana ya kipindi cha kwanza utulivu ndio kitu pekee ambacho kilikuwa kina miss kwa Simba kwenye eneo la pale mbele, lakini sio kama hawakutengeneza nafasi rahisi. Walizitengeneza nyingi tu, moja wapo ni ile ya Mpanzo ambaye alipigiwa through pass, mpira ule akaenda kupiga ukaenda kugonga nguzo ya pembeni. Lakini pia nafasi nyingine alipata Neo Maema akapiga kwa mguu wa kulia, mpira ambao ulienda nje akiwa hatazami kabisa goli. Nafasi nyingine pia walipata Simba kupitia mchezaji wao mmoja kijana, anavaa kinibu ama anatanguliza kiboksa kirefu hivi. Walipata nafasi ya wazi kabisa ambayo haikuwa na shaka ama haikuwa na changamoto yoyote, na binafsi naamini kwamba performance yao ilikuwa ni ya kuridhisha. Lakini walichokosa ilikuwa ni mabao, kwa maana mechi kuisha 0-0. Walihitaji pengine akili ya Cletus Chama na makosa ya goalkeeper kwenye goli la kwanza ili kuanza kufungua kile ambacho kilikuwa kimemiss kwa muda mrefu kwa vijana wa Mlandege. Nakumbuka goalkeeper alipotoka tu kwenye ile bao la kwanza nilikuwa najisemea kwamba the way ambavyo anaenda kucheza ile jamaa nilikuwa najisemea tu kwamba the way ambavyo anaenda kutoka ile goalkeeper, nafikiri alikuwa anaenda kucheza kwenye namna ambayo pengine kusingekuwa na support kubwa sana ya yeye kuweza kucheza, kwa sababu goalkeeper amechomoka. Lakini unachomoka na kwenda wapi na upo sahihi kwa kiwango gani, timing yako ina ubora kwa kiwango gani? Nafikiri kwangu ilikuwa ni swala la makosa, na ndio maana Cletus Chama alivomponyoka goalkeeper pamoja na beki wake akaweka tu through pass ambayo mfungaji Selemani Mwalimu alichohitaji ni kulenga tu goli, na kweli akafanikiwa akalenga moja kati ya magoli mazuri sana. The same kwa goli la pili pia ni swala la utulivu tu. Goli la tatu ni Maema, nafikiri ndio mchezaji ambaye nilishawahi kumtetea kabla, wakati ambao pengine alikuwa akipigwa mawe, sikuwa na shaka sana mimi mpaka kesho bado kwamba Neo Maema bado ni kwangu Neo simple ordinary performance. Sawa. Halo, mambo vipi? Safi. Unasikilizwa na Tanzania nzima na ulimwenguni kupitia YouTube na mitandaoni huko. Unaitwa nani, kutoka wapi? Naitwa Dennis kutoka Iringa